kinatumika. Kisima hiki kilikuwa kikitumika zama za Nabii Ismaili, baadaye kikazibwa na kabila nyingine zilizotawala Maka mpaka akakichimba tena Bwana Abdul Muttalib. Na katika miaka yake ya mwisho aliingia katika chama cha watu kidogo waliokuwa wakikataa kulewa, na walikuwa wanakataa kulewa, kuzika watoto wao wa kike wangali hai na kuabudu masanamu. Na zama za ujumbe wake alikataza watu kutufu, yani kuzunguka Al-Kaaba. Al-Kaaba ni ule msikiti ambao Waislamu wanaenda kufanyia hija. Kwa hiyo alikataza kutufu Al-Kaaba bila ya nguo, baada ya kuwa wakitufu bila ya nguo, wake kwa waume, wakiitikadi kwamba ni kitu kinachopata uchafu, kwa hivyo akistahiki kuvaliwa wakati wa ibada. Hapa tunaongea koo tukufu 4 za wazee wake Muhammad, na ibada walizokuwa nizifanya kabla ya Muhammad. Walikuwa wanaingia Al-Kaaba ambayo leo bado ipo, wanaingia ile Al-Kaaba wakiwa uchi wa mnyama, wanawake na wanaume, wakiitikadia kwamba nguo ni vazi linaloshika uchafu haraka, kwa hiyo alistahiki kufanyia ibada, kwa alifai kufanya ibada kwa sababu linashika uchafu haraka, kwa maana jasho, vumbi na kadhalika. Kwa hiyo kufanyia ibada vazi ilikuwa sio sahihi, kwa wakawa wanavua nguo, wanabaki uchi. Sasa huyu Abdul Muttalib, babu yake huyu Muhammad mzaa baba, maana Muhammad alizaliwa na Abdalla. Sasa babu yake Abdul Muttalib ndio akakataa, akawa kwenye chama cha watu kidogo wanaokataa kulewa, maana walikuwa wanalewa pia. Ila pia kuna kitabu fulani kadri tunavyoendelea tutatoa haya mambo. Kuna kitabu kinaitwa Ar-Rahik Al-Maktum, chenyewe kinaeleza namna Al-Kaaba ilivyonunuliwa kwa mtungi wa pombe. Bedere siku za usoni tutakisoma hicho kitabu, kipo tunacho, Ar-Rahik Al-Maktum. Hizo ni sira za mtume. Kwa hiyo huyu bwana Abdul Muttalib, huyu babu yake Nabii Muhammad, yeye akaanza kukataa kutufu uchi Al-Kaaba, na kwa sababu hiyo aliingia kwenye chama kile cha watu kidogo. Kama watu kidogo, ina maana walio wengi walikuwa nakubaliana na hoja, hawa wachache ndio waliokuwa kubaliani na hoja ya kulewa pamoja na kutufu uchi. Maana pia sifa sana. Hapa nataka tuangalie kabla ya Muhammad. Mambo haya yanafanyika, Yesu alikusha paa mbinguni, maana Yesu alipaa mwaka wa 27. Leo tuna 2025, tunavyoongea leo ni 2025. Na hilo nataka nikuambie wewe unayeniangalia na kunisikiliza ya kwamba Yesu ni muhimu kuliko chochote, kuliko kiongozi yoyote katika ulimwengu, kwa sababu wewe mwenyewe Muislamu huwezi kutaja umri wako kinyume cha kalenda ya Yesu Kristo. Ukiulizwa na miaka mingapi utasema na miaka 50, na miaka 20, na miaka 30, na miaka 70. Kiulizwa umezaliwa lini utataja tarehe na mwezi na mwaka wa kalenda ya Kristo Yesu. Hii 2025 ni kalenda ya Yesu. Hakuna atakayetaja umri wake nje ya kalenda hii ya Yesu Kristo, hayupo. Uwe Muislamu, usiwe Muislamu, uwe mpagani, nani lazima useme nimezaliwa tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani kwa kalenda ya Kristo. Kama mimi naongea na wewe, nimezaliwa tarehe 13 mwezi wa 9 1960. Hiyo ni kalenda ya Kristo Yesu. Kwa umri wangu na miaka 65, kalenda ya Yesu. Na wewe taja umri wako kinyume na kalenda hiyo, hautaeleweka. Cheti chako cha kuzaliwa hakina tarehe nyingine isipokuwa ni hiyo tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haya mambo yanafanyika, Yesu ameshapaa, Biblia ipo ina vitabu 66, yanafanyika Maka. Israeli tayari kuna Wayahudi na Torati, kuna Wakristo na Injili. Sasa tuangalie namna ya kuzaliwa. Hapa tunaambiwa huyu Muhammad alizaliwa mwaka wa 571. Mwezi mfungo 6, ulikuwa mfungo 6. Alizaliwa mwaka wa 571 mfungo 6 mwezi 20 Aprili. Inavyotajwa mwezi 20 Aprili ni maana yake tarehe 20 Aprili. Lakini wanazuoni wametofautiana maulama katika huu mwezi. Kuna wanaosema mwezi 12, kuna wengine wanasema mwezi 20, lakini kinachomata ni mfungo 6.